Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibuni katika mwendelezo wa tafakari zetu za vituo vya njia ya msalaba, ambapo leo tunaangazia kituo cha 15. Katika tafakari ya kituo hiki cha 15 cha njia ya msalaba, tunatafakari ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo dhidi ya dhambi na kifo. Katika tafakari hii ya kituo cha 15 cha njia ya msalaba, tunarejea katika sala inayopatikana katika kituo hiki cha njia ya msalaba inayosema, tunakushukuru Yesu kwa mateso yako, lakini tunakushukuru hasa zaidi kwa ufufuko wako, kwa kuwa huo ndio unaotupa uhakika kwamba hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapofanya tafakari hii, sisi tulio wafuasi wa Mwenyezi Mungu, sisi tulio wafuasi wa Kristo, tunatambua kuwa msingi wa imani yetu unajengwa katika habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hii inadhihirisha wazi mafundisho ya Kristo mwenyewe aliyotufundisha sisi tunaporejea katika Injili ya Mathayo sura 17 mstari wa 22 hadi 23, lakini pia katika Injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 22, ambapo Kristo mwenyewe anatufundisha akisema anaenda Yerusalemu, huko atakataliwa, atakamatwa, atateswa na baadaye atasulubiwa, lakini siku ya tatu atafufuka. Fundisho hili linatudhihirishia wazi utimilifu wa kile tulichokiona katika Agano la Kale tunapojifunza kupitia habari ya Nabii Yona. Kitabu cha Nabii Yona sura ya 2 mstari wa 1, Nabii Yona baada ya kumezwa na samaki anatapikwa na samaki baada ya siku 3. Kumbe kama vile ambavyo Yona hakukaa ndani ya tumbo la samaki milele, tunapata utimilifu wa fumbo hilo katika Agano Jipya, ambapo mwana wa Adamu baada ya kufa na kuzikwa hakukaa ndani ya kaburi milele, bali baada ya siku 3 anafufuka. Na ndiyo ambacho Kristo mwenyewe anatufundisha pia tunaposoma katika Injili ya Yohane sura ile ya 2 aya ya 19 hadi 21, akisema, livunjeni hekalu hili nami nitalisimamisha baada ya siku 3. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapoendelea kutafakari juu ya kituo hiki cha njia ya msalaba, tunatambua kwamba sisi tunaoitwa wa Kristo, Ukristo wetu ama jina Ukristo ni matokeo ya habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wale walioitwa wa Kristo hapo kwanza ni kwa sababu walihubiri habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26, kwamba wale wafuasi wanaitwa kwanza wa Kristo huko Antiokia kwa sababu wanahubiri habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo pia tunapoimba katika mbiu yetu ya Pasaka, inatueleza wazi kuzaliwa hakungalitufaa kitu kama tusingalikombolewa. Kumbe ukombozi wetu unatimilika katika fumbo hili la Kipasaka, katika mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapo Kristo anapokufa na kufufuka, anaturejesha katika mafundisho ya tangu mwanzo. Tunaposoma katika kitabu cha Nabii Hosea ile sura ya 2 aya ya 11, anaposema kwamba nitazivunja sabato zenu zote, sikukuu za mwandamo wa mwezi na sikukuu za mwezi mpya, na mambo mengine yote ambayo yalileta utengano kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Kwa kifo cha Kristo msalabani na anapozikwa hiyo siku ya Ijumaa Kuu, Kristo anayazika yale yote ambayo yaliweka ukuta kati ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu, na hivyo Kristo mwenyewe anafanya uumbaji mpya. Ndio tunaoambiwa katika ule waraka kwa Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 7, kwamba hivyo nitaiumba siku nyingine mpya inayoitwa leo, ambayo ndiyo siku hii ya ufufuko. Hivyo kwamba sisi ambao ni wafuasi wa Kristo, imani yetu inapaswa kujengeka katika msingi huo. Imani yetu haipaswi kuishia katika matukio ya Ijumaa Kuu tunayoyatafakari tunapofikia katika kituo cha 14, bali tunapaswa kwenda mbali zaidi. Tunaposoma katika tafakari ya njia ya msalaba, ile sala katika kituo cha 15 inatueleza wazi kuwa habari njema aliyotuletea Yesu ni kwamba kila baada ya Ijumaa Kuu huja sikukuu ya Pasaka.
Kumbe sisi kama Wakristo hatupaswi kubaki katika hali ile ya kuhangaika na mateso na maumivu, bali kuwa katika hali ya uzima mpya ambao ni kutangaza habari njema ya ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapoendelea kufanya tafakari katika kipindi hiki, tunakumbushwa wazi juu ya ufuasi wetu sisi kama Wakristo, ambao kupitia ufuasi huo Kristo anatualika tuweze kuwa mashuhuda wa habari njema ya ufufuko, kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 1 aya ya 8. Kristo mwenyewe anatualika, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tunaalikwa kuendelea kuwa mashahidi wa habari njema ya ufufuko, tukishirikiana na kanisa zima la Tanzania kupitia maaskofu wetu katika ujumbe wa Kwaresima mwaka huu unaotuambia na kutualika, ndugu, msichoke kutenda mema. Ni katika kutenda mema hayo tutaweza kuwa mashuhuda wazuri wa habari ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa kwa ufufuko wa Kristo, nguvu ya ufufuko wa Kristo inavunja adhabu zote za kale, inazishinda dhambi, inakishinda kifo, kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, ule waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 15 aya ya 26. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu tusaidie daima tunapoendelea kuishi maisha yetu ya ufuasi, tuweze kuwa mashuhuda wema wa habari njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.